na jambo hili liko wazi. Kuna shida hapa ya viongozi hao walioingia madarakani, kiwemo wewe mwenyekiti na yule nafikiri naungana na yule bwana mtakatifu. Ninyi mna maslahi yenu binafsi mnataka. Mfano tupata hili eneo muweze kuuza. Bahati mbaya mnachochea wananchi, unaona sasa wanataka kufanya tatuletea matatizo hapo. Si wananchi kama wananchi. Viongozi hawa ndio wanaowashawishi. Akiwemo huyu mwenyekiti, wewe na baadhi ya kwenu vitongoji kule. Mnawatia pesho kwa sababu sio jambo ambalo limekuwepo. Mimi mwenyewe nimeshakaa hapa miaka 2. Hakuna jambo la eneo zaidi ya tu ya kihoja ambacho kinaibuka ambacho hakina na ufafanuzi unatolewa ikaishia. Sasa hivi imekuwa na nguvu mpaka watu kusubiriwa. Na huo muhtasari wenyewe ambao mnauleta mnasibirisha kwamba kuna muhtasari ni uongo. Haina uhusiano. Naona kumbe wewe umeshausoma na kusoma. Alafu sisi ni watu ambao tumekuja tu. Hawa ni watumishi walio wengi wamekuja huko. Waweje kutaka kuvurugana na ninyi na kuchukua mali ili iweje? Alafu mseme mgogoro na sekondari ninyi. Hii sekondari hizi ni taasisi ya umma. Nasikia? Huyu ni headmaster tu amekuja hapa, kesho anaweza kuhamia Tingi. Sio yeye kwamba yeye ndiye amechukua haya maeneo. Amekuta utaratibu huo upo kama ambavyo imeelezwa hapa, na bahati nzuri kuna kitu kikubwa. Maeneo haya yalikuja yakapimwa, si ndio? Na wao wenyewe wananchi ndio wakawa wanaongoza kuonyesha maeneo ya shule. Na imeelezwa hapa vizuri historia kwamba ilikuwaje. Bado wanasoma kilimo hapa. Unaona? Shule gani ya kilimo agriculture? Mimi nilisoma walevo shule ya agriculture. Tena hili eneo ni dogo. Kusoma Alliance pale, kusoma sekondari. Dogo hili eneo la hapa. Miradi tuliyokuwa nayo pale kama shule ya kilimo kama mfano. Sasa mnachanganya mambo, mnasema kwamba ni nini na hivi na hivi. Sasa ni hapa tunamalizana hapa. Na tunaenda wote kwenye mkutano. Nyinyi hakuna mtu kuondoka kusema eti anaenda wapi. Mkutano wa kijiji kama ndio wote, serikali ya kijiji tunaenda wote. Na wewe. Lakini maamuzi ni haya. Kuanzia leo wewe sio mwenyekiti wa kijiji. Utasimama kwenye hiyo nafasi kupisha uchunguzi. Kwa sababu kuna tuhuma hapa zimeelezwa. Hivi ninavyoongea kwa sasa hivi wewe sio mwenyekiti wa kijiji. Ulikuwa unijui? Ulikuwa ujue kwamba unaweza ukasimama kazi muda wote. Mwenyekiti wa kitongoji hiki ambacho ni makao makuu ni nani? Ndio ataenda kupitishwa na mkutano mkuu kuwa mwenyekiti. Ni wewe? Na wewe hakuna. Wewe. Na wewe hapo wewe. Na wewe unapisha uchunguzi. Na wewe sio mwenyekiti wa kitongoji. Kuanzia sasa hivi ninavyoongea. Mnapisha uchunguzi mchunguzo. Kwa sababu ninyi mnataka kuleta matatizo hapa. Mtachunguzwa kwa mambo gani? Kwanza kuwachochea wananchi. Kuwachochea wananchi kufanya vurugu, kuhatarisha maeneo, kuleta vurugu. Kama watu wanaweza kutaka tunaenda kuchukua haya maeneo kwa nguvu, nini kingetokea? Na askari wanakuja hapa. Si ni hatari hiyo, si ndio jamani? Ni jambo dogo hili. Hiyo moja. 2. Mfano wewe unatuuma. Kuna maeneo wewe hapo ulichukua maeneo kwa unauzia watu, sijui uliyarejesha, sijui namna gani ukawauzia. Sijui ulirejesha au kuna taarifa hizo. Na sikusingizii. Utamchunguza huyu. Kwa hilo pia. Hayo maeneo ilikuwaje? Sawa. Kwa hiyo wewe na wewe sio mwenyekiti wako. Kuanzia sasa hivi ninapoongea. Umesimama kazi. Unaweza ukarudi kama tuhuma zikienda tukaonekana mambo hayako kabisa. Unaweza, lakini kwa sasa lazima usimame ili upishe uchunguzi. Na wewe kitongoji gani uko wewe? Nyerere. Na wewe sio mwenyekiti wa kitongoji. Kuanzia sasa hivi atapatikana mtu kwenye mkutano wa hadhara kule atakaye kaimu na mwenyekiti wa kitongoji kulingana na utaratibu cha mjini. Kama anafaa, kama vinginevyo wanaweza kupendekeza mtu ambaye wanadhani miongoni mwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye yuko vizuri akasimama kwa mwenyekiti wa kijiji kwa muda. Tumeelewana?
Tumeelewana hiyo? Sawa. Haya mambo ndio nyinyi wenyewe mliyapata. Tena baada ya kupata hizo taarifa nimejiridhisha sasa. Kumbe yale niliyokuwa nawaza kichwani hapo sasa hivi. Kwa hiyo itakuwa ni hivyo mpaka hapo itakapothibitika. Baada ya uchunguzi TAKUKURU mtafanyia uchunguzi. Sasa tutaona kiwango cha athari ambacho kilikuwa kinakuja mbele na usalama katika maeneo haya. Tunachohitaji robo tatu ya kijiji cha Lundo sasa imemezwa na maji. Na sisi tunazaa. Kwa kuwa kiongozi ni yule anayeitika na kutatua matatizo ya matatizo ya wananchi wake. Mimi nimekusifu leo na kupigia makofi kwa mara ya tumefika, lakini bado hapa pana tatizo mheshimiwa. Yaani sisi tunachohitaji tukae tumalize mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa amani kabisa. Asante. Vamiwa na maji, kwa hiyo hamna sehemu ya kutosha kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama ni makazi, kilimo na hiyo ni swala ndio mnalisema sasa hivi tatizo. Sasa labda hilo ndio tungekaa chini sasa tutafakari, tujadili na sisi tuende tufikirie tuone tunafanyaje. Sasa labda mimi niondoke na hilo, lakini haya mengine labda ni ushauri ambao tutaona inakuwaje, lakini naona tatizo ambalo umelisema sasa. Hiyo nakubali kusikiliza hilo tatizo la maeneo yenu ya kufanya nini ya shughuli. Sawa hilo ngoja nilichukue sasa twende tukalifanyie kazi. Na itabidi tena kurudi labda na kutembelea kuona maeneo jinsi mlivyokaa na namna gani. Lakini mimi kwa swala hili la hilo wanaleta wataalamu kwa ajili ya kuja kupima eneo la shule. Hao wataalamu mtawaleta huku na nyinyi sasa mtakuwa na uwakilishi, mtakuwepo kama hao wazee na hivi na hivi. Lakini ni vizuri mnatakiwa kuwa na ushahidi unaothibitika wa umilikaji wa eneo. Sababu kama shule tayari kuna alamani iko pale. Na mimi nilitegemea kwa sababu kama mngekuwa ninyi ndio wamiliki wa hilo eneo, siku nyingi sana mngekuwa mmeshakata viwanja humo na mambo mengine mengi.